ulichezwa kule Zanzibar, nafikiri Simba hizo changamoto alikuwa nazo. Sema tu Young Africans hawakuwa na hiyo quality ya kuzitumia hizo nafasi. Na nafikiri kocha Pedro tayari alienda kujifunza kwamba Simba ni timu ambayo ikiamua kidogo kukaba kitimu ni kama inakuwa inatoa ugumu, kwa sababu wanazuia sana katikati ya uwanja. Na ubora wa Young Africans ni upo katikati ya uwanja. Kwa hiyo unaona Pedro pamoja na wachezaji wake walitumia mistake ambazo Simba watazifanya. Na ukiangalia jana kwenye goli la kwanza mistake ni aliifanya tu, and then unaona ubora wa Dube ameenda kutumia. Kwenye goli la pili mistake ameifanya Rushan Diruki. Kote ni ma center back ambao nafikiri kocha Pedro pamoja na wachezaji wake waliona kwamba watu ni sawa, ni wapo vizuri, lakini kuna zile mistake ndogo ndogo ambazo wanazifanya na Young Africans ndio wakazitumia. Baada ya hapo nafikiri sikuona ubora wote ambao tena Simba alikuwa nao. Kwa sababu gani? Kama tayari mlishaongoza goli mbili, wapinzani wamezirudisha goli mbili, nilibidi nione nini mnakuwa composure, mnarudi tena kwenye game kama Young Africans walirudi kwenye game, bali wao waliendelea kuwa kwenye pressure ya Young Africans. Na ukiona baada ya Young Africans kupata goli mbili, nafikiri tukitemu kwenye asilimia, naweza nikasema asilimia 60 Young Africans ndio alicontrol tempo ya mchezo. Unaona fullback ya kulia, fullback kule kwa Tola yao upande wa kushoto au upande wa kulia aliweza kucontrol hiyo tempo ya mchezo, jinsi ambavyo alikuwa anatumia ile flanks Max Zengeli. And then ukija katikati ya uwanja, kwa kipindi cha kwanza Young Africans walipotea, lakini kipindi cha pili unaona jinsi ambavyo walirudi kwenye game wakaanza kupiga pasi. Sasa Simba kwa kipindi cha pili wamepotea, na sababu ambayo imewafanya kupotea ni kukubali kuruhusu zile goli mbili za mapema, na ndio maana ulikuwa waoni wachezaji tena, kimfano mchezaji kama Neo Maema kurudi kwenye ile tempo yake kipindi cha kwanza. Unajua kipindi cha kwanza nilikuwa namwangalia Neo Maema nasema okay kwamba ananipa kila kitu kama kiungo namba 8, lakini kwa kipindi cha pili Young Africans wao wakamuingiza kwenye mdundo wao. Neo Maema akawa amepotea, afiki kwenye mipambano kiusahihi, and then unaenda kwa Yusuf Kagoma. Kwa kipindi cha kwanza alitoa performance nzuri sana ambayo haikuwahi kutokea. Kwa kipindi cha pili wameingia kwenye pressure ya Young Africans, na nukuu kauli ya kocha mmoja mkubwa sana Mourinho alishawahi kusema kwamba moja ya kitu chepesi sana ni kuzuia magoli, na moja ya kitu kigumu sana ni kuzuia magoli ambayo umeyapata kwa kipindi cha kwanza. Na alisema ili uyazuie magoli ambayo umeyapata kwa kipindi cha kwanza ni lazima uwe bora, na ili uwe bora ni lazima ufuatishe misingi ya kufanya defensive. Na ukiwaangalia Simba jana hakuna misingi yoyote ya defensive ambayo wameifanya. Ukiwaangalia ma center back walikuwa wanachoma, eneo la viungo walipotea, juu pesi yao ilikuwa nipo chini sana. Nilikuwa sioni Chama kama walivyokuwa na pesi kwenye ile game ya kwanza. Pesi yao ilikuwa chini kwa sababu viungo wa Young Africans walikuwa wanawini mchezo. Nafikiri kwa Simba kuelekea michezo ambayo inafuata, of course ni wamepata sare, na unaona sare ambayo wameiomba Young Africans. Kama kweli wana nia ya kutaka kuwa bingwa, wanabidi wabadilike. Wanapokuwa na mpira wanabidi wawe makini sana kuzitumia nafasi, kwa sababu jana nikianza kumtemu mchezaji mmoja, nikianza kwanza na Gwe jana alipata nafasi 3, moja ameifanya kuwa goli, na zile mbili ambazo alizipata unaona kabisa, okay hizi zilikuwa nafasi ya kupata goli. Jana Mpanzu of course ametoa assist lakini hakuwa bora, na jana ilifresh